Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Hatua ya moja, kwanza hakikisha unayo vifaa vyote unavyohitaji kabla ya kuanza ukarabati. Hii ni pamoja na screwdriver, vifaa vya kuangalia na nyaraka za bidhaa. Hatua ya mbili, fanya uchunguzi wa bure. Hii ni hatua muhimu kabla ya kuanzisha ukarabati wowote. Tumia programu za kupima mfumo kama KPUS na HUmonitor ili kuthibitisha hali ya vifaa vyako na utendaji wa mfumo. Hatua ya tatu, mara baada ya kufanya uchunguzi wa bure, angalia matokeo. Ikiwa kuna matatizo yoyote yaliyoonyeshwa, ni wakati wa kufikiria ukarabati. Tafuta maelezo zaidi kuhusu kila tatizo lililoonekana. Hatua ya nne, kabla ya kuanzisha ukarabati wowote, ni muhimu kuangalia kama kompyuta yako bado iko ndani ya kipindi cha garantia. Tembelea tovuti rasmi ya Asus au wasiliana na huduma kwa wateja ili kuthibitisha hali ya garantia ya bidhaa yako. Hatua ya tano, ikiwa kompyuta yako bado ina garantia, unaweza kufaidika na huduma ya kuchukua nyumbani. Hii inamaanisha kuwa wataleta huduma ya ukarabati moja kwa moja nyumbani kwako kwa urahisi. Hakikisha umepata nambari ya huduma na taarifa zote muhimu kabla ya kuwasiliana nao. Hatua ya sita, katika hali ambapo kompyuta yako haiko kwenye kipindi cha garantia, jiandae kwa mchakato wa ukarabati kwa kutathmini gharama. Tembelea maduka mbalimbali ya vifaa vya kompyuta au tovuti za mtandaoni ili kupata bei za vipuri na huduma. Hatua ya saba, pata maelezo ya bei kabla ya kuanza ukarabati. Ni muhimu kujua gharama ya vipuri na huduma ili usikabiliwe na mshangao. Kumbuka, bei zinaweza kutofautiana kulingana na eneo lako na aina ya huduma unayohitaji. Hatua ya nane, mara baada ya kuamua kuhusu huduma na bei, unaweza kuendelea na ukarabati. Ikiwa unafanya mwenyewe, hakikisha unafuata mwongozo wa mtandaoni au video za mafunzo zilizopo. Ikiwa unachagua huduma ya kitaalamu, hakikisha umefanya utafiti wa kutosha ili kupata mtaalamu mzuri. Hatua ya tisa, baada ya ukarabati kukamilika, fanya kipimo cha mwisho ili kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi ipasavyo. Hii itakuhakikishia kuwa kompyuta yako sasa iko katika hali nzuri. Hatua ya 10, usisahau kutunza rekodi za huduma na ukarabati uliofanywa. Hii itakusaidia katika mchakato wa baadaye wa ukarabati au kudai garantia ikiwa itahitajika. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.